Ni jioni iliyo njema kabisa tukiwa katika kambi ya mashabiki mbalimbali wa soka nchini Tanzania, na tupo na moja ya mashabiki wakubwa kabisa, ma-influencer wakubwa wa Young Africa, lakini pia mwanzoni ile miaka miwili mitatu nyuma alikuwa influencer wa Simba Sport Club. Nabii Meja, shabiki wa maajabu ndo tunapendaga kumuita hivyo. Nabii Meja, habari yako? Unaposema miaka miwili mitatu, mimi nina mwaka mmoja tangu nitoke Simba. Kumbe ni mwaka mmoja. Ni mwaka mmoja, na juzi ilikuwa birthday yangu. Birthday yako pale KMC tuliona kila tarehe 3 ya mwezi wa 12 ndio kumbukizi ya kuzaliwa kwa shabiki wa maajabu. Unatakiwa lakini kumbukizi njema na Simba Sport Club ambapo ulipotoka. Kwa viongozi hawezi kunipa, lakini kuna mashabiki baadhi ambao wanajua football wananipa hongera. Na kwa sababu katika kuitengeneza timu yao mimi mmoja wapo. Yaani ukiona sasa hivi timu angalau ina nafuu basi ujue kuna mchango wangu fulani. Sawa, kuna mchango wako, lakini nimekutafuta ili nikuulize hili kwa sababu wewe ulishapitia kule, ulishakuwa mshabiki mkubwa kabisa wa Simba Sport Club. Simba wakati labda imepitia katika kipindi fulani ambacho sio kizuri, kipindi fulani ambacho cha huzuni, si cha furaha, na upande wa pili kama imepitia kipindi cha furaha. Huko nyuma, achilia kipindi cha sasa hivi, huko nyuma ilikuwa kuna dua ambazo mnazifanya kwa maana ya maombi au chochote kitu ambacho mnakifanya kuelekea katika mafanikio yenu albadili, kwa maana ya kisomo kile kizito kabisa, huwa mlishawahi kukifanya au amjaye kupitia kipindi hicho? Kilishawahi kufanyika na dalali. Hassan Dalali, kuna kipindi kulikuwa na changamoto fulani za watu kutokuaminiana kwenye klabu, kwa dalali akapitisha albadili kwa ajili ya kujua mbaya ni nani. Kwa hiyo hii kwa Simba ni kawaida ya kufanya vitu kama hivyo, sababu ndani ya timu yao hawaaminiani. Sasa sehemu ambao hawaaminiani, vitu vya kusomea albadili ni swala la kawaida. Na huyo mbaya alipatikana kwa kusomewa hiyo albadili. Kwa kipindi kile hakupatikana, isipokuwa alikuwa ananyosha vidole, na kuna wakati mpaka kuna kiongozi wao alitoa mpaka alitoa kabisa, na hapa ipo, alitoa kabisa uwanjani baada ya kuzongwa akaambiwa kwamba wewe ndio unasababisha wachezaji wacheze nini, akatoa na hapa ipo, maisha mengine akaendelea. Kwa hiyo ni klabu ambayo umeona inavyoendeshwa. Ni klabu ambayo pekee kwa Tanzania ambayo ishawaweka hatiani mashabiki wake. Ishamweka JB 64 ndani, ishamweka Simba kifungoni, ishamweka Dr. Mo kifungoni, juzi wamemchukua Mchome amweka ndani. Mbona ni klabu ambayo wenyewe kuwapelekana polisi na kusomeana visomo kutokuaminiana, ndio klabu inaongoza. Hakuna klabu nyingine yote ambayo ilishawahi kumchukua shabiki wake au mwanachama wake afu ikamfungulia mashtaka ikataka kumfunga. Ndio. Unapoambiwa swala la kumshtakia Mungu, wewe unaelewa nini? Na nani hasa ambaye anatakiwa amshtakie Mungu na dua zifike kwa huyo Mungu, kwa maana ya kufanya albadili, kisomo cha albadili? Nani hasa mwenye haki ya kufanya kisomo hicho na dua zikafika? Albadili namna ambavyo inafanyika kwa watu safi. Umeelewa? Yaani ni mtu safi ambaye kwanza mcha Mungu, hauna mawaa au hauna madoa. Ukiwa wewe mchafu kwa maana mzinifu, unavutafuta labda sigara au nini, yaani kwa maana mtu mwenye maaswi, hutakiwi kusema, sio kufanya. Hutakiwi tu kusema kwamba nataka kufanya albadili, kwa sababu albadili maana yake inakwenda kufichua kitu kiovu. Yaani wewe uko safi, unataka yule muovu afichuke. Lakini albadili ambalo inaenda pasipo wewe kuwa safi, yaani ile inakuwa kwa wewe ni laana. Inageuka inakuwa laana. Yaani unapofanya albadili wakati mwenyewe ni mchafu, maana yake inakutafuta wewe mwenyewe mbaya, afu inakuja na kudhuru. Na ndio maana Simba walishawahi kufanya hilo, lakini mwisho wa siku hawakufanikiwa kwa sababu ni jambo ambalo wenyewe sio safi, alafu wanataka wafanye albadili. Mwisho wa siku hawakufanikiwa, lakini sasa hivi wanaelekea tena kufanya albadili kubwa kabisa siku ya tarehe 22 ya mwezi huu, kuelekea katika mabadiliko yao, kwa sababu wanamtafuta mchawi ni nani ambaye anatuhujumu. Wanaamini yuko ndani ya Simba lakini hawamjui ni nani. Kwa hiyo wameadhimia kufanya hicho kisomo kikubwa kabisa tarehe 22 ili wafanikiwe. Kama mwanzoni hawajafanikiwa, ili sasa hivi wafanikiwe, nini kifanyike? Labda ushauri wako kama wewe ambaye shabiki, ulishawahi kuwa mwana Simba na sasa hivi uko upande wapi? Yaani ukiweka picha ya Mr. Bean afu kaiweka hapa Simba, yaani kwa Mr. Bean unaweza ukanuna, kwa Simba ukacheka. Huyu anataka kufanya albadili nani kwanza? Yaani nataka nimjue nani? Mashabiki wa Simba. Ila leo walikuwa na kikao kikubwa kabisa, Kisugu walikuwa pasi milioni, walikuwa pale katika tawi kubwa la Mpira Pesa Magomeni Mikumi kwa Shabani Mpira Pesa. Sasa mtu ma-influencer karibia ma-influencer 80% kati ya 100 walikuwa pale. Yaani sasa watu wao na walevi wazinifu, waweza vipi kufanya albadili? Yaani lazima waelewe kwanza huyu anayeongoza albadili nani. Kwa sababu ni mtu ambaye anajua kisomo.
Umeelewa? Mtu ambaye anajua kabisa kusoma albadili, lazima kwanza wao watu wanaojikusanya kwenye albadili wawe safi. Sasa mtu kama Kisugu, mtu kama wewe mtarajia super milioni, mtu kama Jibi 64, walevi wengi pale, walevi wazinifu, fanye yani kwa mlevi hapaswi kumshtakia Mungu. Yani hao ni walevi, nakwambia walevi wamekutana tu kwa sababu unajua sasa hivi nchi imekaa kimya. Hakuna vitu vya kuhype. Kwa hiyo wanachokifanya waite waandishi wa habari, umeelewa? Kwa sababu siku hizi enzi zetu wakati tunatafuta fame, ilikuwa ni ngumu sana mtu kuhojiwa. Unaenda kwenye chombo kimoja cha habari unahojiwa. Lakini sasa hivi imekuwa rahisi, unaweza kuita waandishi habari, jamani na press yangu, waenda kuzungumza vitu vya ovyo ovyo. Kwa kifupi, wao wameenda kujichekesha tu wenyewe. Yaani pale ni wazinifu, ni watu wa ovyo ovyo, walevi, umeelewa? Yaani walevi tu wamekutana, hamna cha maana alichokifanya. Na hawezi kufanikiwa. Hiyo albadili itawageukia wenyewe. Yaani albadili kama wataisoma itawageukia wenyewe kwa sababu ni walevi wamekutana. Sasa walevi kuna shida gani? Yaani utakiwi kuwa mchafu. Ndio dua yako hiyo inakubalika. Alafu kuna kitu ambacho nataka niwafundishe kidogo. Swala la mpira linajitegemea. Sisi Tanzania hapa kuna vitu vitatu. Naambiwa kuna serikali, bunge na mahakama. Hivi vitu kila kitu kinajitegemea. Serikali kwa maana ya rais na kabineti yake kwa maana taasisi inajitegemea, bunge linajitegemea lenyewe, alafu mahakama inajitegemea yenyewe. Hivi ndivyo vyombo huru. Mpira una serikali yake. Mpira unaendeshwa kwa sayansi ya mpira, sio utamaduni wa mpira. Sasa hao wenzetu wanaendesha mpira kwa tamaduni ya mpira. Ndio maana wanafeli. Kwenye swala la mpira kuna kumshtakia Mungu. Unatakiwa ufanye mipango ya kimpira. Uandae wachezaji, mtengeneze mikakati ili muweze kufanya kupata timu bora. Kwa mfano, umeona Dar es Salaam Young Africans tunapofanya. Sisi albadili yetu tunakwenda kufanya charity. Albadili yetu tunaenda kutoa swadaka. Yaani tukienda kwenye mechi fulani hivi tunafika kwenye kituo cha watoto yatima au watu wenye mahitaji maalum, tunafika pale tunatoa kama ni biskuti, pipi, juisi na nini. Hiyo ndio albadili. Sawa na ile ambayo tulimuona rais wa Young Africa akiwa Madina huko akiwa anatoa sadaka. Acha hiyo. Mimi nachozungumzia timu kama timu ile hiyo inaweza ikawa ni personal. Lakini nazungumzia timu kama timu. Tukitoka pale tunaenda Mwanza. Kabla ya kuanza game, kama game ni kesho, leo tutaenda kwenye kituo chochote cha watoto ambao wenye mahitaji maalum, tutawapa pale zawadi, tutacheza nao, huyu ndio Dube, atashikwa na Dube, mara kashikwa na Diala, mtoto anafarijika. Mchezaji alikuwa anamuona kwenye TV, leo amemkumbatia, amemshika, hiyo ndio faraja. Hiyo ndio swadaka. Lakini kusema unafanya albadili maana yake tayari unaingiza tatizo. Hiyo itawarudia kiukweli. Kwa sababu wakati wao wanafanya albadili na Mangungu naye anafanya albadili, aweze kuongeza miaka mingine 4 inayokuja. Sio kama unaelewa vizuri hapa. Mangungu ni mtu safi. Mangungu ni mtu safi na mambo yake yanafanikiwa. Kaweza kuongoza Simba kwa miaka 8. Sasa na yeye mwenyewe anafanya albadili. Na wewe ni mmoja wa mtu ambaye ulimpigia kura Mangungu. Of course sasa Mangungu ni mtu safi, kwa nini usimpigie kura? Kwa hiyo Mangungu anakwenda tena naye anaenda kufanya albadili. Kwenda kuwatafuta wabaya wake ndio wao wanamfanya albadili leo. Kwa hiyo watakuwa wanaangushana wenyewe kwa wenyewe. Yaani wao sio wanafanya albadili wamjue mbaya, na Mangungu naye anafanya albadili ya wajue wabaya, na wabaya ndio wao walokutanika leo wanafanya albadili. Kumbe hao leo ndio wabaya. Hao ndio wabaya, si walevi bana, au si walevi bana. Wakina Kisugu. Kisugu wao wote walevi walokutana bana. Kuna watu bana. Ustazi Shaban. Wote walevi. Tunamjua kama Ustazi wa Magomeni. Wote walevi. Hamna hata mtu mwema pale. Wale wameenda wamefika hapa kwa mdhamini, wamemwomba fedha bana, nili mdhamini wa timu, tugee fedha, tuwaite waandishi wa habari. Tena mnaweza kwa nyinyi labda hamjapata chochote, lakini waandishi wa habari wameitwa pale, kuna fungu lenu na mkitoka hapo mwende mkawadai. Yaani kuna fungu lenu na fungu lao. Yaani nimekusanya bana, kuna waandishi wa habari tuwaita 10. Kwa wewe mdhamini tutupatie fungu fulani, tutawalipa waandishi wa habari na sisi tutajigaia kaza ndio hicho. Si madili tu, tunatengeneza madili mjini hapa. Hiyo kitu kiongea meja unajua kama za ndani kabisa. Nisikize, kama hujapata chochote, ukimaliza kunioji mimi nenda kadai pesa yako. Yaani wamepata pesa kutoka kwa mdhamini. Kwa hiyo wanachokifanya wao ni kuita waandishi wa habari, kujifurahisha ikionekana nembo ya nilia yule mdhamini wao, basi maisha yanaenda. Lakini hakuna cha msingi alichokizungumza walevi tu. Hakuna cha msingi. Walevi. Sawa. Mimi natamani sana cha mwisho cha kumalizia tuwekee nukta kwenye ushauri. Umesema kwa sababu ni walevi kwa unavyowaita wewe, lakini kwamba ni walevi hawawezi kufanikiwa kwa hiyo ndoa yao. Ili mradi ifanikiwe sasa wakae pembeni, watoe sadaka au wawaite watoto wasome dua au wafanyaje ili wafanikiwe? Wasome wao. Hapa dua zinagongana. Kwa mfano kwa sisi ambao ni wataalamu wa mambo. Wakati umeenda polini umekutana na simba anaomba Mungu akule wewe na wewe unaomba Mungu
uepukane na Simba. Sasa Mungu pale anachagua amsaidie nani, amsaidie Simba mwenye njaa au akusaidie wewe uepukane na kile. Kwa hiyo nimekwambiaje, Mangungu anaomba dua, anasoma Al-Badili, anawasomea hao ambao leo wamesoma Al-Badili, na hao waliosoma Al-Badili leo wanasoma Al-Badili leo, wamjue mbaya wao. Hizi Al-Badili zote zinakwenda kugongana, zinarudia wenyewe. Na kwa nini umemtaja Mangungu hali ya kuwa wao wanasema kwamba mtu yeyote yule ambaye anayetuhujumu na si Mangungu kama Mangungu peke yake? Sasa atahujumu nani zaidi ya Mangungu? Kwa sababu Mangungu ndio mwenye timu, Mangungu ndio mwenye kiti. Lawama zote hizo sio kwamba wanafanya Al-Badili, wao wanamloga Mangungu. Wanamloga, yani sio wanafanya Al-Badili, wao wanamtupia majini Mangungu. Sasa Mangungu naye ni mtaalamu, unajua Mangungu anatoka kusini. Sasa haya atarudia kwa sababu hana hatia. Wao wamesikiza, wamempa nafasi ya kuwa anafungua vikao na anafunga vikao. Sasa wanamlaumu vipi? Kwa wakati wao wanatupa majini yao kwa Mangungu, Mangungu naye anajitengeneza anawarudishia. Sasa baada ya miaka kadhaa utakuta karibia influencer wengi wa Simba la kwa vichaa. Na ili wawe makini nalo. Kwa sababu kwa hili Simba haiwezi kusafishia. Yaani unaweza kushangaa kama una Kisugu anaokota makopo, si Mzalamu anaokota makopo, si huyo nani si B64 baada ya muda mfupi, kwa sababu wao wanataka kumteketeza Mangungu na Mangungu naye amejizatiti. Hawamuwezi Mangungu, hawamuwezi kabisa. Mangungu hawamuwezi. Na kitu cha mwisho ninachowaambia pale, wamtoe Mo. Tajiri. Wamtoe Mo, alafu waende wakamwombe GSM. GSM waombe nini sasa? Yaani wamuombe ufadhili. GSM wadhamini huko na huko. Yes. Ndio itakuwa nafuu. Anayewavuruga inakupa kodi, anayewavuruga ni Mo. Kwa waende kwa Mo, wamchomoe Mo, alafu akaongee na GSM aweke udhamini. Kuna mtu ametudokeza anasema kwa hata Ahmed Ally pia anatuhujumu. Ahmed Ally sijui kama anawahujumu, lakini mimi ninachokijua Mo ndio tatizo. Wamtoe Mo, waende kuomba kwa GSM. Itawasaidia sana. Sawa, shukrani sana. Asante.